Waraka wa kwanza wa Mtume Paulo kwa Timotheo sura ile ya 6, nitaanza ule mstari wa 6. Anasema hivi: walakini utauwa pamoja na kuridhika ni faida kubwa, kwa maana hatukuja na kitu duniani, tena hatuwezi kutoka na kitu, ila tukiwa na chakula na nguo tutaridhika na vitu hivyo. Lakini kimsingi naposema chakula na nguo ni lugha inayotumika tu ukiwa na maana ya ile mahitaji ya lazima ya maisha, sawa Lakini hao watakao kuwa na mali, watakao kuwa na nini? Watakao kuwa na mali huanguka katika majaribu na tanzi na tamaa nyingi zisizo za maana, zenye kudhuru, ziwatosazo wanadamu katika upotevu na uharibifu. Maana shina moja la mabaya ya kila namna ni kupenda fedha, ambayo wengine hai wakiitamani. Hao wenye kupenda fedha ni watu wenye tamaa ya pesa, sawa Sema hai wakiitamani hiyo, wamefarakana na imani na kujichoma kwa maumivu mengi. Sasa usipotafsiri vizuri unaweza ukapotoka. Kitu ambacho tunatakiwa tukifahamu ni kwamba Biblia haijipingi. Biblia haifanyaje? Haijipingi. Kwa hiyo kama Biblia haijipingi, ni lazima tu sisi wenyewe ndio tuwe na uelewa mzuri, tutafsiri vizuri kile ambacho kimeandikwa ili tuifahamu au tuielewe maana iliyokusudiwa. Hapa amesema ambacho ni shina la mabaya yote ni nini? Ni kupenda fedha. Amesema fedha yenyewe? Kupenda fedha, yaani ile tamaa ya pesa. Jamani, sisi tunaelewa Sasa unganisha hilo na ile ambalo unasoma katika waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 2 ule mstari wa ngapi, anaposema kwamba maana kila kilichomo katika dunia, yaani tamaa ya macho, tamaa ya mwili na kiburi cha uzima. Tamaa. Kwa hiyo hapa tatizo ni tamaa, sio pesa zenyewe. Maana Mungu, yaani kimsingi umasikini ni msamiati ambao haupo katika ufalme wa Mungu. Maana Mungu ni mmiliki wa kila kitu. Sasa katika dunia hii ya mko ambayo maskini umeingia, si kana kwamba ni kitu kilichotengenezwa na Mungu mwenyewe, ila ni kwa sababu ya mfumo wa maisha ya dhambi katika hali ya mko. Mungu huyu kwetu sisi tuaminio, kwa watu wake, maana asili ya dhambi na hali ya dunia ya mko ndio inapelekea watu wawe masikini katika dunia iliyojaa utajiri. Yaani unakuwa maskini wakati dunia imejaa nini? Utajiri. Mungu aliumba utajiri upo, lakini unakosa access. Hauwezi kufikia utajiri ule kwa sababu ya mazingira yalivyo yanayotokana na nini? Anguko. Hali ya anguko. Lakini Mungu sasa, ili aweze kukusaidia, agano lake na wewe liweze kuwa imara, kama tunavyosoma kwenye hiyo Kumbukumbu la Torati sura hiyo ya 8, Mungu anatoa nguvu za kupata utajiri. Ina maana bila wewe kuwa na utajiri ambao Mungu anataka uwe nao, agano lake na wewe haliwezi likawa imara. Kwa maana kwamba wewe hauwezi ukawa mtu mfanisi. Huwa na tafsiri kwamba mafanikio ni utimiaji wa makusudi ya Mungu katika maisha yako. Sasa bila kuwa na nguvu ya pesa, hauwezi ukawa na uwezo wa kuyatekeleza kikamilifu, kuyatekeleza kwa ufanisi makusudi ya Mungu ya wewe kuwepo hapa.